Baba mmoja walikosana na mke wake jioni. Halafu siku hizi kuna vitanda kubwa, watu hulala. Unatoka unaweza lala hivi across ama ulale hivi, maana ni 6x6. Walipokosana, yule mwanaume alisonga huko mbele mwanzo na mama akasonga mwisho. Na uzuri ama kasoro, mama alikuwa asthmatic, alikuwa na ugonjwa wa asthma, alikuwa na shida, na asthma haipendi hasira. Walipochokosana, ile asthma ikapanda. Alikuwa na kamashini ya kuinhale ambaye anaweka unapumua, yaani unavuta hiyo, unainhale, ndio inafungua mapavu. Dada baada ya kugombanishwa na kugombana, maana hawezi kuwa mkali kuliko mwanaume, akizidi atapigwa. Kwa hivyo alijaribu na akanyamaza. Halafu hiyo ikapanda, asima ikafunga, mapavu ikawa na shida ya kufunguka. Mara moja akaona amelemewa na ni saa 8 ya usiku, akanyosha mkono wake amfikie mume wake. Ndipo, na hiyo ni baada ya nusu saa tangu amegombana, ndipo amfikie mume wake, ampatie the inhaling gadget, hiyo kitu ya kuvuta. Alipoguza mwanaume anajaribu kuongea, ameshindwa, akagonga kidogo. Mwanaume akasikia anagonga na mke wake, alishika hiyo mkono akairusha huko. Mama hakuwa na nguvu, mkono umerudishwa. Mwanaume akajifunika zaidi na akasonga mwisho wa kitanda. Hata yule hawezi mfikia kwa mkono unless yaje. Mama akaendelea, hakumaliza muda mrefu akafariki. Amefariki kwa kitanda, mwanaume hakujua na amejifanya ana hasira. Yaani ile Biblia inasema hasira inakaa kifuani ya mpumbavu. Yaani hii ni jinga moja imelala hapa na hapa, yule ambaye amekufa ni kwa sababu ya hasira na ujinga mwingine. Huyu akanyamaza, yule amenyamaza lakini amekufa. Mwanaume akaamka asubuhi na mapema, kaingia bathroom akaoga, akaenda mezani mara moja, akakuta chai msichana wa kazi ametayarisha, akanywa haraka na hasira, akatoka. Kagurumisha gari, akaenda kazi. Akakaa mpaka saa 5 saa 6. Akauliza msichana wa kazi, mama aliamuka? Msichana wa kazi akasema, naona gari lake lingali liko hapa nje. Ni watu wana pesa, maana pesa haisaidii. Hata mgombane pesa itaongea. Umbo akali hata mkigombana iko nje. Watchman mlinzi sungu ataka huko na kofia ya bakuli kwa kichwa na uniform na firimbi, mgombane ndani hata saidia na mtamlipa. Na kuna kitu itasaidia, hata ukuta ule umejenga wa mawe na ukaweka stima juu ya waya za kuati, ukiguza utagongwa. Mgombane huko, ukuta utakaa hapo, haisaidii. Yule hakujali. Saa 7 alikuja kazi, alikuja lunch, akatoka kazini, akaja lunch saa 7. Alipofika akaacha gari hapo nje, akaingia ndani. Akaona ile chai vile aliacha nusu na mkate, akaingia kwenda kwa kitanda, akakuta mke wake angali amelala. Akaenda akafungua vizuri the bed sheets. Kumfungua tu hivi, akaangalia, akaona ni kama hapumui. Kumguza tu kidogo, mwili ni baridi. Mwanaume hakuamini, akajaribu kumuinua, hata mkono imekauka kama stima. Ile mkono alitupa wakati ule, na vile ilivyokaa anapokufa imekauka. Akajaribu kumwamusha, hakuna. Mwanaume akapiga yoe, anapiga duru. Kumbe hasira ni wakati mtu wako buko na yeye hapo, ili ajue wewe ni mtu wa maana, ati umekasirika. Sasa hapa hakuna hasira. Akaanza kupiga yoe, halafu akaita rafiki mwingine wamsaidie, ndipo waweze kumchukua. Akaambiwa na rafiki, kama amesha kufia kwa nyumba, huwezi guza yeye. Hii ni police case. Polisi waitwe. Watu wakaja,
hiyo hadithi huko mwisho ni ingine, maana hata alipopelekwa na alikufa usiku. Mwanaume hata akiulizwa hakuna swali, analia, hakuna swali alijibu. Alikuwa analia mpaka anamwaga kamasi kama alishashikwa na homa mwezi mmoja nyuma, na ni homa ya saa hiyo. Tulipokuwa kwa mazishi, mwanaume alikuwa anashikiliwa, hata miguu haisimami. Na mwanaume ndiye alirudi kupeana hiyo hadithi wakati wa matanga kabla hajazikwa. Ati tulikosana tu kidogo, sijui ikawa hadithi nini. Aliponiguza nikaondoa mkono, hata hakusema alisukuma, aliondoa. Na hasira utaondoaje mkono? Halafu sasa ndiye huyu anashikiliwa hapo kana kwamba alivunjika magoti.